Mheshimiwa mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Nimekuwa nikiwa na shughuli hapa na pale, lakini nimerejea na kila siku natoa ahadi nitaweka kanda zaidi ya 5 kuwafahamisha yale yote ambayo yanashuhudiwa katika taifa la Kenya, hasa katika sekta ya siasa ambapo tutakuwa tunaangalia kwa undani. Karibu sana, tuzame kwa undani. Sasa taarifa ambazo zimetufikia katika meza yetu ya utangazaji ni taarifa ambazo ni za kutisha mno, haswa kwa aliyekuwa naibu rais katika taifa la Kenya, Rigathi Gachagua. Ni kipi hiki ambacho kimefanyika? Sasa kulingana na Kenyans.co.ke vile unavyotazama hewani, tunataarifiwa ya kwamba lawyer Ndewa Njiru has since come out to allege that the personal assistant of the former deputy president, who is Rigathi Gachagua, had been abducted by officers. Yaani Ndewa Njiru ambaye ni wakili na ni mwandani wa Rigathi Gachagua ameweza kudai kwamba msaidizi wa Rigathi Gachagua aliweza kutekwa nyara wakiwa katika kaunti ya Meru. Naomba tumusikize sauti yake kwanza, vile anasema ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea. Nikirudi nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Kabla niweke hiyo sauti, tukabidhi a like, kuna alama ya kidola hapa chini mwa kanda, na kupembeleza uponyeze hiyo alama ya like, na kisha baadaye ikiwa wewe ni mgeni hauja subscribe na uwashe kengele. Tusikize Ndewa Njiru ambaye ni wakili mwandani wa Rigathi Gachagua vile anazungumzia jambo hilo. Tusikize. Imefika mahala mpaka mambo ya kuomba inakuwa ni hatia katika nchi yetu ya Kenya. Tulikuwa leo na mtaambiwa tulikuwa na mpango wa kwenda kanisa mahali pengine, lakini watu wakakuja wakavamia, na si kuvamia peke yake, mpaka wakashika watu wengine wetu. Ati kwa sababu tulikuwa tunasema tunaenda kanisa wapi? Sauti hiyo ni ya wakili Ndewa Njiru ambaye ni mwandani wa Rigathi Gachagua. Anadai kwamba msaidizi wa Rigathi Gachagua aliweza kutekwa nyara na maafisa. Sasa alikuwa anazungumzia maafisa hawa ni akina nani? Ikumbuke ya kwamba Rigathi Gachagua amekuwa na ziara rasmi ya kisiasa katika eneo la Mount Kenya East, na akiwa katika kaunti ya Meru tangu juzi, na aliweza kuzungumzia vyombo vya habari. Aliweza kusema ya kwamba ataongoza jamii ya Mlima Kenya kuhakikisha ya kwamba Ruto na Kindiki hawezi kupata nafasi katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Sasa hali ya mshike iliweza kushuhudiwa wakati Rigathi Gachagua alipojaribu kuhudhuria ibada kanisani katika kanisa la Kahaga Methodist Church, lakini waliweza kuzuiliwa, hawakuingia vile inadaiwa. Alikuwa na waandani wake na wafuasi wake, na ikumbukwe Kindiki ndiye alikuwa wa kwanza kufika katika kanisa hilo kwa sababu kulikuwa na sherehe kubwa ya kuanoint bishop wa kanisa hilo, jambo ambalo liliweza kumlazimisha Rigathi Gachagua kuzuiliwa na vile inadaiwa na maafisa wengi wa polisi. Tangu siku ya Jumamosi tunataarifiwa ya kwamba maafisa wengi wa polisi inadaiwa waliweza kushuhudiwa hata mahali walipokuwa wanalala, na hata kanisani walikuwa wamezingirwa na maafisa wa polisi, jambo ambalo liliweza kushuhudiwa, na ikabidi Rigathi Gachagua wakabadilisha kanisa, wakaenda kuhudhuria kanisa lingine ambalo ni la East Africa Pentecostal Church, kumaanisha hawakuwa wanaruhusiwa kushare bodi moja na Profesa Kithure Kindiki ambaye anatoka eneo hilo. Ikumbukwe ya kwamba Rigathi Gachagua amekuwa akirusha makombora kwa Kindiki huku akimuita Siburano hapa na pale. Sasa huenda wakaona haya yote haiwezekani viongozi hawa wawili kuhudhuria kanisa moja, kwa sababu kungeshuhudiwa mashambulizi makubwa ya kurushiana vijembe vya maneno hasa katika sekta ya siasa. Sasa Ndewa Njiru anadai kwamba msaidizi wa Rigathi Gachagua aliweza kutekwa nyara, lakini haya yote yanashuhudiwa ni kwa sababu ya siasa. Kila mmoja anaendelea kujipigia ama anaendelea kutafuta wafuasi wake kabla ya uchaguzi ujao wa 2027. Sasa mbona PA wa Rigathi Gachagua anatekwa nyara? Njia moja ni sababu ya kusema ya kwamba ni kurusha, to instill fear, yaani kurusha uoga kwa Rigathi Gachagua ili kupunguza makali yake ya siasa
kwa sababu amekuwa akilaumu uongozi uliopo mamlakani sasa hivi. Ndio maana huenda haya yote, changamoto hizi zinaendelea kumwandama kama njia moja ya kupunguza makali yake, kwa sababu mara mingi tumekuwa tukishuhudia Rigathi Gachagua akihapa kwamba liwe liwalo na liwe ataongoza wa Kenya na haswa wa eneo la Mlima Kenya, kwa sababu wanamsikia sana kumuondoa Rais William Ruto kisheria katika uchaguzi ujao wa 2027, that is going to sacrifice to make sure Ruto is a one-term president. Tumsikize Rigathi Gachagua. And we shall make whatever sacrifices necessary. We are part of this team and we will walk this journey together to liberate this country, to make sure that William Ruto is a one-term president. Sasa hali hii ndio imesababisha mengi kushuhudiwa. Ikumbukwe ya kwamba nafasi ya Rigathi Gachagua ilichukuliwa na Profesa Kithure Kindiki ambaye anatoka kutoka eneo la Mlima Kenya, lakini East Side, kwa sababu Rigathi Gachagua anatoka Mlima Kenya Western Side. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa kati ya viongozi hawa wawili na hata serikali iliyopo mamlakani sasa hivi. Kwa hivyo tunaendelea kufuatilia taarifa hizi ili tuweze kujua ni wapi PA ama msaidizi wa Rigathi Gachagua alipelekwa, na hii inamaanisha nini na ni kwa nini aliweza kutekwa nyara vile imedaiwa na wakili huyu ambaye ni mwandani wa Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua amekuwa akisema ya kwamba na kuilaumu serikali iliyopo mamlakani kwa kile ambacho anasema wameshindwa kufanya maendeleo kwa wananchi wa Kenya, wameshindwa kutekeleza ama kutimiza ahadi ambazo walizotoa wakiwa pamoja na Ruto katika uchaguzi uliopita wa 2022. Kwa hivyo Rigathi Gachagua na yeye aliweza kulazimika kuanzisha chama chake cha kisiasa cha DCP, ambapo anasema ya kwamba katika eneo la Mlima Kenya atahakikisha ameweka wawaniaji wa viti zote kuanzia kile cha uwakilishi ward hadi kile cha ugavana, lakini hapo juu mambo ya rais na deputy president watakuwa wanaelewana, na United Opposition side watakuwa wanaelewana, ama alternative government vile wana claim sasa hivi. Lakini tutasubiri tuone ni kipi ambacho kitafanyika 2027. Kwa hivyo taharuki inaendelea kutanda, na ni kwa sababu ya ubabe wa kisiasa kati ya viongozi hawa wawili. Ndio maana tunashuhudia haya yote yakiendelea kati ya mrengo wa upinzani na serikali iliyopo mamlakani kwa sasa hivi. What do you think? Je, wakati msaidizi wa Rigathi Gachagua anatekwa nyara, makali ya Rigathi Gachagua yanaweza kupunguzwa ya kisiasa? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Hiyo ni njia moja ya kumuwin. Utaniambia hapa katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a video clip, you'll be notified automatically that Mokenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our content also other WhatsApp groups and on Facebook. That is only way we can continue building this channel of ours, Mokenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye. Thank you for watching. Adios.